Naitwa Joseph Tanganyika. Mimi ni afisa mtendaji wa kijiji hiki cha Pito. Ndugu zangu wageni, karibuni sana Pito. Lakini pia napenda nitumie fursa hii kuwakaribisha wageni wetu mliofika kwa ajili ya zoezi la kutoa elimu pamoja na maonyesho ya mbegu ya pana. Lakini kama haitoshi, pia nitaomba nitumie fursa hii kumkaribisha mheshimiwa mwenyekiti wa kijiji kwa heshima na taadhima, basi aweze kuwakaribisheni ndani ya kijiji pamoja na kutufungulia mkutano na zoezi zima la leo. Ndugu wananchi, kadri tulivyosikia kwamba siku hii ya leo watakuwepo wataalamu wa pana kwa ajili ya kuja kutoa elimu na hamasa vile vile. Kwa hiyo wageni, karibuni sana. Hawa mbele yenu ni wananchi, ni baadhi ya wananchi wa Ipito ambao kadri ya matangazo walisikia na pia wamefika katika eneo la tukio kama walivyoelekezwa. Kwa hiyo niwakaribishe sana mbele ya hawa wananchi muweze kuzungumza yale ambayo mmekuja nayo. Lakini pia nirudi kwa wananchi wenyewe, lazima tuyachukue kama elimu ili kwenda kuyafanyia kazi kwa ajili ya kuendeleza familia zetu na jamii nzima kwa ujumla. Ndugu wageni, karibuni sana. Kwa jina naitwa Emmanuel Dennis Nzelani, ni mwenyekiti wa kijiji cha Pito. Karibuni sana. Baada ya mwenyekiti kuwakaribisha wageni pamoja na kutufungulia zoezi hili la leo, basi naomba pia tena nichukue fursa hii kumkaribisha mkuu wa msafara kutoka kampuni ya uzalishaji wa mbegu za pana juu. Kwa majina, mimi ninaitwa Robert Credo Kayue, ni afisa mauzo wa kampuni ya Pana mkoa wa Rukwa na Katavi. Katika hafla hii ya kuendesha shamba darasa nimeambatana na maafisa kilimo kutoka mkoani. Nitaomba kwanza wajitambulishe na kama wanacha kusema waweze kusema, ili tuweze kwenda shambani moja kwa moja, wakulima muweze kuona jinsi namna Pana inavyofanya, alafu tutakaa tuzungumze, tufundishane vizuri, ili kama kuna maswali tuulize na tuweze kujua namna gani inapatikana. Maafisa, karibuni mjitambulishe. Kwa majina naitwa Skola Mbalila, afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Kwa kweli ninashukuru sana kwa kukaribishwa kwenye hiki kijiji cha Pito kwa ajili ya kushirikiana na nyie kupata elimu bora ya mbegu hizi za pana. Kwa kweli ninawaomba nyie wananchi wa Pana, kwa yote mtakayoelekezwa mtekeleze na pia mfuate, ili muweze kulima kilimo chenye tija na kilimo bora, ili mjikwamue katika janga hili la umaskini uliopo. Asanteni. Kwa jina naitwa Kasim Shekilango, ni afisa kilimo kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Tumekuja hapa kushirikiana na nyie katika kuangalia shamba darasa hili ambao najua kuanzia mwanzo mpaka hivi leo najua mlishiriki katika kwa njia moja au nyingine katika kuanzia kupanda, nafikiri, si ndio jamani? Mlishiriki kuanzia mwanzo mpaka leo kwa kushirikiana na bwana shamba. Basi leo tumekuja kuangalia jinsi gani wenzetu wa Pana walivyotuletea hii mbegu ya Pana 691 na ilivyokubali kwenye eneo letu. Kwa sisi kama wananchi, jukumu letu ni kufuata zile kanuni bora za kilimo ambazo zimetumika hapa, basi kuzihamishia katika nini? Katika mashamba yetu. Sawa jamani? Kwa hiyo msisite siku nyingine tena kwamba kuhudhuria mafunzo haya ya mashamba darasa au siku ya wakulima, ili tupate elimu na elimu ile itusaidie sasa kuihamisha pale kwenye shamba darasa na kuipeleka wapi? Mashambani kwetu. Sio tunaangalia tu hapa baadaye tunaacha kama ilivyo kwamba hatutumii mbolea, hatutumii mbegu bora.
Kwa hiyo itakuwa haina maana kwamba kila siku tutakuwa tunafanya mashamba darasa ya mahindi hapa pana hiyo au mbegu nyingine hiyo hapa, itakuwa haina nini maana. Cha msingi ni kwamba tunavyoona hapa leo na kanuni zote zilizotumika hapa, basi na sisi tujitahidi angalau msimu ujao tuhamishe ile elimu, tuipeleke wapi jamani? Mashambani kwetu. Wangapi mpo tayari kuhamishia hii elimu ambayo mtakaipata kwenda kwenye mashamba yenu? Basi mimi nawashukuru jamani, tuendelee tuingie kwenye shamba, tuone jinsi ambavyo mtaalamu atakavyotuelezea pale, na nyinyi wenyewe kama mmeshiriki nafikiri itakuwa vizuri zaidi. Kwa ufupi inabeba mahindi mawili kama mnavyoona. Mahindi ni mawili na yanalingana ukubwa, na inafunga mpaka mwisho. Unaona kabisa inafunga, hata kama mvua inaendelea kunyesha basi hindi haliwezi kuloa na wala hindi haliwezi kufanya kitu chochote. Kisha kauka inajikunja kama hivi. Kwa hiyo ni mbegu nzuri sana wakulima. Ningewashauri kwa kupitia shamba hili muweze kuona na muweze kujaribu mashambani kwenu. Kwetu sisi watu tunaamini kilimo ni sayansi. Hamna uchawi uliotumika hapa mpaka shamba liwe vizuri. Kwa hiyo ni swala la kujifunza vile tutakavyowaelekeza, kila mtu akajaribu shambani kwake, alafu msimu mwingine tukikutana tuweze kujadiliana pamoja. Mimi naitwa Zefrina Thomas Funga, ni diwani wa kata hii ya Pito. Pia ni mkulima. Kwa hiyo kwa niaba ya wakulima wenzangu nawaambia kwamba pana ni mbegu nzuri, na hasa pana 991 kwa sababu ndio ninayolima kila mwaka. Kawaida ya kuandaa shamba, uandae shamba mapema ili shamba langu kama unavyoliona. Naanza kuchimba ili kilimo hiki ninacholima kwa hapa nyumbani kinaitwa kilimo kichaa. Naanza kuchimba mashimo mwezi wa 9, mita 1 kati ya mstari na mstari, futi 2 kati ya shimo na shimo, na kila shimo napanda mahindi 9, mbegu punje 9 kwa kila shimo. Kabla ya kupanda, baada ya kuchimba mashimo mwezi wa 9, kila shimo linachukua debe 1 la mbolea ya samadi, na siweki mbolea nyingine ya kizungu. Kwa hiyo naweka kila shimo debe 1 la samadi, na baada ya kuweka samadi kwenye kila shimo mwezi wa 9 huo, kabla ya mvua kunyesha mwezi wa 10 nachanganya mbolea na udongo, na baada ya mvua za mwanzo kuanza kunyesha naanza kupanda. Na upandaji wake kama nilivyotangulia kusema, kila shimo linakwenda na punje 9 kwa kufuata mistari. Na shimo moja inakuwa na mistari 3, ambapo kila mstari unakuwa na punje 1 kwa kila shimo, inakuwa na mistari 3. Kwa hiyo shimo moja linakuwa na mahindi 9. Ninawashauri wananchi wajitahidi kutumia samadi kwenye mashamba yao, kwa sababu sisi wenyewe ni wakulima na wafugaji. Ile samadi tuitumie kwa ajili ya kuboresha mashamba, na ikiwezekana tuwaombe hawa wenzetu wa Pana, wao wanaleta mbegu ya Pana mapema, kwa sababu mwaka huu walichelewa kuleta mbegu, na imepelekea wananchi wangu kupanda mbegu za kuokoteza, kitu ambacho kinaleta mavuno kidogo kwa wananchi wangu, na hata kusababisha wananchi waweze kulima kilimo ambacho hakina tija. Kwa nilikuwa nawaomba wa kampuni ya Pana kwa mwaka huu wajitahidi kuleta mbegu mapema, wakishirikiana na wale wa pembejeo. Pembejeo inakuja wakati mkulima alishalima, ambayo ni dapu. Kwa hiyo anashindwa afanye nini ili aweze kufanya mazao yake yaweze kwenda vizuri. Kwa nilikuwa naomba katika hili, cha kwanza mbegu ije kwa wakati, alafu na mbolea pia ije kwa wakati, ili mkulima huyu aweze kulima kilimo chenye tija na ambacho kitamletea manufaa. Kampuni ya Pana kwa Tanzania ina uzoefu wa miaka zaidi ya 20
tumekuwa tukiwahudumia wananchi wa Tanzania kwa zaidi ya miaka 20, na tuna mbegu za mahindi za aina nyingi ambazo tumezifanyia utafiti kulingana na eneo jingine hadi lingine. Kwa kanda hii ya Sumbawanga tumewaletea pana 691, ndio mbegu ambayo inaendana na maeneo ya hapa Sumbawanga. Kwa hiyo tutakachokizungumzia hapa ni pana 691 kama shamba letu linavyotuonesha hapo na tumetembelea. Mbegu nyingine ambayo iko kwenye vipeperushi hapo ni mbegu za maeneo mengine. Pana 691 ni mbegu ambayo ni ya muda mrefu, inakomaa kwa siku 150. Ni mbegu ambayo inahitaji mvua nyingi, na uzao wake inabeba mahindi mawili. Ni tamu kwa kuchoma, haipekechu kirahisi, inakoboleka vizuri. Vile vile inabeba mahindi mawili makubwa ya uhakika. Kwa hiyo ni mbegu ambayo inatija kwa mkulima. Na kwa mkulima akihudumia shamba lake vizuri, tunasema ni gunia 30 kwa eka moja. Gunia 30 kwa eka moja hazipatikani tu hivi kwa kuzungumza. Lazima mkulima aandae shamba lake na alihudumie kikamilifu. Sasa ili uweze kuzifikia hizo gunia 30, mkulima unataka ufanye vitu vifuatavyo. Sijajua kwa hapa kwenye mashamba yenu huwa mnaweka mistari mingapi shambani, na shimo hadi shimo mnaweka kiasi gani. Sasa nataka ni wafundishe kitu kimoja ili uweze kufikia mavuno ambayo yanatija kwako. Maana mbegu yetu tunaiamini na tumeifanyia utafiti vya kutosha. Na ndio maana tunapata ujasiri wa kuwarudia kipindi kama hiki. Watu wengine ambao wanauza mbegu ambazo sio za uhakika hawawezi kupata ujasiri wa kuja kukutana na nyinyi wakulima, kwa sababu wanaogopa watakutana na malalamiko mengi. Sisi pana tumekuwa tukifanya na wakulima miaka zaidi ya 100 nchi nyingine, na hapa Tanzania tuna miaka zaidi ya 20, na kila mahali tunapita kuzungumza na wakulima kama hivi, kwa sababu tunaamini tunawaletea mbegu bora. Kwa hiyo ili uweze kufikia gunia 30 kwa heka, mkulima unatakiwa ufanye vitu vifuatavyo. Ulilime shamba lako, uliandae vizuri. Unanunua mbegu yako ya pana ya kutosha shamba ambalo umeandaa, iwe eka moja au zaidi ya eka. Mara nyingi tumekuwa tukisema kwamba kiasi cha mbegu ambacho kinatosha heka ni kuanzia kilo 8 mpaka kilo 10, inategemeana na nafasi ambayo mkulima amechagua kwenye shamba lake, anaotesha kwa nafasi ngapi. Nafasi ambazo zimekuwa mara nyingi wakulima wakizitumia ni sentimita 75 kwa sentimita 30. Ninaposema sentimita 75 ni mstari hadi mstari. Sentimita 30 shina hadi shina. Na hapo unaweka hindi moja. Maana mbegu yetu uotaji wake, uhakika wake ni 99%. Wengine wanaweka mahindi mengi kwenye shimo moja, anakuambia ninaogopa hindi litakufa. Ukiwa umelihudumia shamba lako vizuri na una uhakika kwamba hakuna wadudu chini, mbegu yetu ukiotesha uhakika wa kuota ni 99%. Kwa hiyo ukishawafanya hivyo, kama utakuwa unaweka mbolea ya kuoteshea, kama udongo wako utakuwa na unyevu wa kutosha, basi unaweza ukaweka mbolea, ukafukia kidogo, alafu ukafuata ukaweka mbegu. Kwanza siku hizi hazina uhakika sana. Wengine wanapita anaweka mbegu kwanza hata kabla mvua haijanyesha, anazifukia. Usije ukafukia mbegu na mbolea wakati udongo hauna unyevu wa kutosha. Mbegu ile itaunguzwa na mbolea. Lakini kwa wengine tumepita mahali pengine, wanaweza kufukia mbegu mapema. Alafu baada ya mvua kunyesha, mahindi yakishachomoka kisha kuwa na majani 3 mpaka 5, anapita na mbolea yake ya dapu anachomekea. Muhindi wako unaota. Basi ukishaweka hiyo mbolea ya kuoteshea, mahindi yake yakishafika usawa wa magotini, basi unaweza ukapita tena kuweka urea. Na akishaanza kuviliga, unaweza ukapita tena kuweka keni. Hapo ndio unaweza ukapata sasa gunia 30, inakuwa ni ya uhakika kwa sababu mbegu yetu tunaiamini. Kwa kifupi ndio hivyo. Kwa hiyo nategemea kupitia shamba hili na elimu fupi niliyotoa hapa,
niweze kupata maswali mengi, labda mtaweza kuwajibu kupitia kwa namna hiyo ya maswali. Asanteni sana. Mimi kwa kweli napenda kuwashukuru sana kwa kujitokeza pamoja na shughuli nyingi kwa kuwapokea wageni wetu ambao walishaanza siku nyingi kufanya kazi hapa. Hawa ambao wanakuja kutoka kwa kampuni ya Pana walituletea mbegu, wamepanda na wengine wakapanda hizo mbegu. Kwa hiyo tunachosisitiza sisi au mimi binafsi ni kwamba wataalamu wanapofika hapa na kuleta mbegu mbalimbali, jaribuni kuwapokea na kusikiliza utaalamu wao, maana wao ndio wanatupa nguvu katika kata yetu kwa ajili ya kutoa huduma hizi za kilimo. Mimi nashukuru sana. Naona akina mama leo, akina mama wako wapi? Mko wachache, wengine wamebaki majumbani. Akina mama mara nyingi tunasisitiza sana kujitokeza, kwa sababu wao ndio kweli kabisa, hasa kwa kipindi cha palizi wanakuaga makini sana kwenye kupalia. Mama akishaelimishwa tayari nyumba haitetereki. Kwa hiyo nasisitiza sana kipindi ambacho wataalamu wakishafika hapa, wakianza kutoa utaalamu wao au mawazo yao au kufundisha vitu mbalimbali, hususan mbegu, akina mama mjitokeze kwa wingi, kwa sababu mama akishapokea elimu kweli nyumba hiyo haitetereki. Wafipa tunasema winalemili nkunguntilo. Sasa baba akishika nkunguntila sio rahisi kuimiliki vizuri. Mama akishaishika, huyo ndio tunaona kweli hali ya nyumba au hali ya kaya au hali ya familia haiwezi katetereka. Nimkaribishe mwenzangu aweze kuwasalimia. Mimi kwa jina naitwa Festo Kikondomeza Sichone, ndio afisa ugani wa kata ya Pito. Kilimo oye! Kilimo safi! Pana safi! Nashukuru sana. Awali ya yote kwanza nipende kuwashukuru nyinyi wakulima wetu kwa kuitikia huu wito, kwa sababu tunapoitikia wito maana yake tuna mambo mengi sana ya kuweza kujifunza kuhusiana na masuala ya kilimo, na hususan matumizi ya mbegu sahihi na mbegu bora. Kwa hiyo niwashukuru nyinyi kama wadau wetu wa kwanza, lakini pia niwashukuru kampuni ya Pana ambao wamewezesha shughuli hii ya kuweza kutukusanya hapa kwa ajili ya kuweza kuongezeana uwezo au elimu katika uzalishaji wetu, na nia na mazumuni kwa ajili ya kuongeza tija kwa mkulima ili aweze kujikwamua na hali ya umaskini. Tunajua kata ya Pito ni wakulima wazuri wa mazao mbalimbali, ikiwemo mazao ya nafaka kwa hususan zao la mahindi. Mimi nipende kuzungumza tu kwamba, lakini pia kuna watu wengine ambao napenda kuwashukuru. Tunao wataalamu wetu kutoka mkoani pale ambao wanatokea katika idara ya kilimo pale, kilimo mkoa, nao tunao hapa pia, napenda kuwashukuru. Mimi niseme tu wale wageni wa Pana pamoja na wageni kutoka mkoani tuwakaribisha katika kata yetu ya Pito katika kuendelea kupeana ujuzi katika siku hii ya wakulima. Mimi nipende kuasisitizia, mwenzangu ameweza kuasisitizia swala la matumizi ya mbegu bora. Huwezi ukafanikiwa mahala popote pale katika shughuli yoyote kama haujatumia kitu ambacho kiko bora na kimethibitishwa ubora wake. Kwa hiyo nipende kuwasihi ndugu zangu wakulima, tuna kituo chetu pale cha kilimo, kituo cha rasilimali za kilimo na mifugo Katumba Azimio. Niseme nimepata bahati katika kata hii, tuseme katika halmashauri yote ya manispaa ndio kijiji au kata pekee imeweza kupata kituo cha rasilimali za kilimo. Serikali haijaweka kile kituo labda kama mapambo, hapana. Katika kuwathamini wakulima ili waweze kuongeza elimu kila siku. Manake elimu hauwezi ukapata siku moja ukasema basi. Kila siku kutokana na mabadiliko ya teknolojia, elimu inabadilika na inakuwa au inaongezeka. Kwa hiyo sisi kama wakulima ni wajibu wetu
kujiongeza kadri teknolojia inavyobadilika, inavyoongezeka, na sisi pia tuweze kubadilika katika kuhakikisha hii ajira yetu ya kudumu. Hii ni ajira ya kudumu na ni ajira ambayo inachukua watu wengi sana katika nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo kama ni ajira yetu, basi lazima tuwe makini na tuweze kufuatilia mabadiliko yote ya teknolojia, na tukikitumia kituo chetu cha kilimo pale Katumba tuweze kuongeza uzalishaji. Kama mnavyofahamu sasa hivi serikali yetu imeadhimia kuwa ni nchi yetu Tanzania kuwa ni nchi ya viwanda. Sasa viwanda, huwezi ukafungua viwanda au ukaanzisha viwanda bila kuwa na malighafi, na asilimia kubwa ya viwanda hivyo malighafi inategemea kilimo. Kwa hiyo kama sisi tukizalisha kidogo, maana yake viwanda hivyo tutakuwa navyo vichache zaidi, na hata kama tukiweza kuvifungua viwanda vingi havitaweza kuendelea kwa sababu uzalishaji wetu uko chini. Na uzalishaji unapanda kutokana na nini? Na kilimo bora. Ukitumia kilimo bora, kanuni bora za kilimo ukazitumia vizuri, maana yake moja kwa moja utaongeza tija na kufanya malighafi zikatokea nyingi zaidi au zikazalishwa nyingi zaidi kwa ajili ya kufanyaje? Kuendesha viwanda vyetu. Hii ni ajira yetu kama nilivyotangulia kuzungumza kwamba ni ajira endelevu, ni ajira ya kudumu katika maisha yetu. Utakuta hii ni sekta ambayo inachukua asilimia kubwa sana ya Watanzania, wakiwemo wakulima wenyewe, lakini wakiwemo watumishi, wafanyabiashara, nao pia wanashughulika na shughuli za kilimo. Tutakachoelezwa, tutakachofundishwa na tukichukua kwa ajili kwenda kukifanyia kazi, nia na madhumuni kuongeza tija, na mkulima kutoka hapo ujikwamue kwenda kwenye hali nzuri ya kipato. Kwa jina naitwa Ali Mganga, ni afisa kilimo au ukipenda afisa ugani. Tupo pamoja, nafikiri wengi mnanifahamu. Tunafanya mashamba darasa sana, lakini yote hayo kwa ajili ya kumfanya mkulima awe na elimu ya kutosha, aweze kuzalisha vizuri, na yale matatizo madogo ya shambani basi aweze kuyakwamua mwenyewe hata kama mimi hajaniona. Ndio maana watu tunafanya mashamba darasa. Lakini nizungumze tu kwamba mbegu bora ni muhimu. Niwashukuru sana ndugu zangu hapana. Ni makampuni machache jamani. Wao wengine wanaamua kuuza mbegu tu alafu hawana habari ya kuwafuata wakulima ambao ni wateja wao. Sasa ndugu zangu hapana, mimi niwashukuru sana kwa kuonyesha kwamba nyinyi mnawajali wakulima, mmewaita, tunaongea nao, tunapeana changamoto. Kama kuna 1, 2, 3 mapungufu, basi ni wakati wa mkulima kuzungumza. Mwisho wa siku kampuni inachukua yale maoni yenu kwa ajili ya kwenda kuboresha zaidi bidhaa zao ili tuweze kuzalisha zaidi. Asanteni sana. Mimi kwa jina ninaitwa Bwana Otto Kipesha, mkulima wa kijiji cha Pito. Nilikuwa nataka kukuuliza bwana mtaalamu wa pana kwamba sasa wakulima wa Pito watafahamuje kwamba hii mbegu, kwa sababu umetamka kwamba mbegu ya pana karibu miaka 20 umekuwa na katika miaka 20 mmekuwa mkitangaza na imekuwa bora zaidi hasa mkoa wa Rukwa. Sasa wananchi wetu hapo kijiji cha Pito watafahamuje kwamba hii mbegu ambayo tunanunua madukani au tunanunua kwa wanayouza wadau wetu kwamba hii mbegu ni fake na hii mbegu ni halali ambayo ni original kutoka kwenu? Hiyo ni swali la kwanza. Swali la pili nitaka nikuulize kwamba kwa sababu umesema karibu miaka kadhaa mingi tu mmekuwa mkisalisha mbegu ya pana na nini, na mkoa wetu ni moja wa mikoa katika Tanzania ambayo inafahamika sana kwa kilimo kizuri cha mahindi na kadhalika. Inakuwaje hamwezi mkafanya mbinu zenu kwamba ili watu tusiwe tunapata mbegu fake? Kwa sababu mpaka sasa watu wanaiga alafu wanatudanganya sisi wakulima kwa kuwa hatujui kitu. Kwa nini msifanye utaratibu wenu mkaweka sehemu fulani ya kuzalisha mbegu bora katika mkoa wa Rukwa? Asante. Mwapili ya kulima
Taitu, mimi ningependa kuuliza swali kwamba kwa nini wakulima sisi tunacheleweshwa mbegu kipindi cha muda wa msimu husika? Tunacheleweshwa mbegu za kupanda. Zinakuja kwa muda ambao mvua ilishakuja imenyesha, alafu zinakuja mvua imeshanyesha. Tunacheleweshwa kabisa kuletewa mbegu. Mimi kwa jina naitwa Elizabeth Chole. Jina naitwa Pimakusi ya wingi. Mimi si swali ni oni. Ningeomba tu labda hii kampuni kwa sababu imesema mbegu yao ni bora. Labda tu kwa ombi langu kampuni hii labda iweke chapa yao tujue kwamba hii chapa kwa sababu wamesema ni mbegu wanasifia. Isiwe kama fake tunaweza kununua kwenye maduka au makampuni mengine. Muweke chapa tofauti ili tuifahamu moja kwa moja. Kwa jina naitwa Patrick Funga. Mimi ni oni. Kwa sababu ni bahati ya pekee kweli kutembelewa na vitu kama hivi. Nilikuwa napendekeza kwamba kungekuwa uwezekano wao wanatuletea huku vijijini, tusifuate kule mjini. Maana kule mjini tunachomekeana, wanatuchomekea sana hizi mbegu. Ndio maoni yangu kwenu wanapana. Mimi kwa jina naitwa Mwalimu Richard Kibiki, ni mwalimu mstaafu. Mimi nilikuwa oni. Swala la mbegu sio utani. Nilikuwa naomba katika yale maduka ambayo mmependekeza nauza mbegu, tujue maduka kadhaa tu na sio kila mtu anauza mbegu. Mtupendekezee maduka ambayo mnayaamini na ikiwezekana muweke lebo na mpitie mara kwa mara muone kama ndio mbegu zenu. Mwaka jana tumedanganywa sana. Na kama mtakuwa mmependekeza maduka hayo, basi ni vema hawa maafisa kilimo kwa sababu wako kila kata wakatueleza wanakijiji kabla mvua haijanyesha kwamba mbegu ya pana inapatikana duka fulani kwa fulani, na ikiwezekana zile risiti unazotoa sio zichanganye kwamba umenunua nyanya na kuandikia risiti hiyo hiyo. Kama ni mbegu ya pana tujue kabisa hii risiti inayotolewa ni ya mbegu ya pana, ili mimi nikipanda nikiona kimetoka tofauti nirudi kule dukani nikamuulize kwamba hii risiti nilitoa kwako na mbegu hizi nilitoa kwako zimeota tofauti. Tofauti na hivyo hawa wafanyabiashara wa mbegu wanatudanganya, tunaumiza nguvu zetu bure. Tulikuwa tunaomba hicho kitu. Kwa jina naitwa Adela Mwanakatwe. Mlipokuwa mmeanza miaka ya mwanzo, mlianza na mbegu nzuri sana. Lakini sasa hivi mbegu mkitembea hata nyi wenyewe hii mnayotuonyesha kwamba ni pana sio pana. Pana mliokuwa mmeanzia nayo ilikuwa ni pana nzuri sana, lakini sasa hivi tunashangaa pana yenu sijui imekuwaje. Sio nzuri. Kwa hiyo tunaomba kweli, swali letu wakulima ni moja tu la mbegu mnazotuletea hazifai. Sio nzuri. Kama ni nyinyi, kama ni wale mnaowatuma sijui. Sasa acheni kutuma wale mnaowatuma, mtuletee mbegu halali. Sio kutuletea kutudanganya wakulima, tunapoteza nguvu. Kwa jina naitwa Mwalimu Saje Joram, mwalimu mstaafu. Sasa utaratibu wa biashara yote ile huwa tunasogeza huduma pale inapohitajika. Wanasema demand kiwepo mahali pale lazima upeleke mali ghafi ya kutosha au ile biashara yako. Sasa nyie pana nyie mnajua wazi kama kwamba kwenye vijiji ndiko kuna wahusika hao wateja wenu wakubwa. Mimi ningeshauri ipo haja ya nyinyi kupeleka ninyi moja kwa moja mbegu kijijini kula ambako watu wanahitaji. Kwani vijijini hakuna magara, si tutatafuta gara tutatunza. Hivi kuna hasara gani nyinyi mkaleta ninyi wenyewe baada ya kutafuta shima wakala kule? Ni wastage of time for nothing. Mimi nashauri kama kuna uwezekano kila kijiji pelekeni mbegu kule kuna kuhusika ili kuepukana na mbegu fake tunazonunua. Asante. Na hayo maswali sasa ndio atatuelekeza tuweze kupata kitu ambacho tunakitarajia wakulima. Swali la kwanza imeulizwa kuhusu upatikanaji wa mbegu. Wakulima watapata mbegu wapi? Sisi kama kampuni tunafanya kazi kwa umakini sana. Na ndio maana tunaaminika na wakulima. Kwa kuonesha kama tuko makini, hatufanyi biashara na kila mtu. Sisi tuna mawakala ambao tunafanya nao kazi, na leo nitapenda niwataje hapa muwafahamu. Kwa Sumbawanga mjini kuna mtu anaitwa Japai Enterprise. Ni wakala wetu ambao ukifika dukani kwake unakuwa umepata mbegu yetu sahihi. Yupo mtu mwingine anaitwa Dadau Store. Ni wakala wetu tumemthibitisha.
Yupo mtu mwingine anaitwa Mselem, ni wakala wetu, tumemthibitisha. Ninachopenda kuwasihi wakulima, msipende kununua mbegu. Mtu anapita na mbegu kwenye baisikeli hapa, wewe unasema ngoja ninunue hizi mimi sitaki kwenda nifuate mjini. Hizi mbegu zinafahamika na watu wengi wanajua Pana inafanya vizuri. Kama watu wanaweza kufeki noti ya shilingi 10,000 na ikaingia kwenye mzunguko, inakuwaje isitokee mbegu feki? Kwa hiyo mimi ninawasisitiza, kama kweli mmependa kilimo chenye tija, panga bajeti yako, panga safari, nenda kwa hao mawakala ambao nimeelekeza kwamba nafanya nao kazi, na mzigo wote ambao unakuwa umeshuka kwake pale mimi ninauangalia. Naangalia store yake, naangalia kila kitu. Kwa hiyo nina uhakika mkulima akienda pale anapata mbegu iliyo sahihi. Alafu kitu kingine, ukinunua mbegu dai risiti kama serikali inavyoagiza. Ile risiti sawa, serikali inakusanya mapato, lakini ile risiti inakusaidia ili na mimi ninapokuja kukusaidia wewe mkulima, tujue ni kweli ulienda kununua pale na alikuuzia yeye. Ukidai risiti ni ushahidi mojawapo wa kurudi pale dukani tukaangalia namba ile ya risiti na duka lenyewe. Kwa hiyo wakulima, mnapoenda kununua mbegu, mdai risiti. Alafu usisubirie mvua inyeshe ndio ununue mbegu. Nunua mbegu, hifadhi vizuri, weka ndani. Maana mvua ikinyesha wakuta ndio wakulima wengi wako barabarani. Kwa mbegu ikiisha, wale watu wabaya ndio wanaandaa mbegu zao kuziweka barabarani sasa. Kwa sababu si anajua mvua imenyesha na wewe una namna na unaitafuta Pana, atakuuzia kitu ambacho sio sahihi. Pili, nilikuwa ninapenda kuwashauri, kama itakuwa haina shida sana, unaponunua mbegu zako za Pana ukapanda shamba lako vizuri, hakikisha basi unabakisha hata mahindi yanaweza kutosha kwa kiganja kwenye ule mfuko. Kunja, weka mahali, ili ikitokea shida tuweze kuijua kama kweli ile ni mbegu yetu. Kwa hiyo usione shida kuacha mbegu kidogo, ili kama kutatokea shida tuweze kujua tunaanzia wapi. Swala la mbegu feki linakuja pale ambapo wakulima mnashindwa kwenda mahali sahihi. Mnashindwa kwenda kwenye maduka ya pembejeo. Unataka ununue mbegu mnadani. Unataka ununue mbegu sokoni. Tena unanunua kwa mtu ambaye anapita tu, hata ujue ametoka wapi. Kwa hiyo tubadilike ndugu zangu. Swali lingine nimeulizwa kwamba Pana ya sasa ni tofauti na Pana ya zamani. Sio kweli. Sisi tunawekeza nguvu kubwa sana kwenye utafiti na kuendeleza mbegu. Mbegu yetu ni ile ile. Mbegu ulionunua mwaka 2004 na ulionunua 2015 ni ile ile. Kinachoweza kutokea hapo labda ni uendeshaji wa mkulima mwenyewe. Shamba labda ulilianza kulilima mwaka 98 na mpaka leo unalilima. Rutuba asili iliyokuwepo pale inazidi kuisha. Kwa hiyo wewe unaweza kufikiri mbegu inakuangusha, kumbe matumizi ya mbolea na vitu vingine vinakuwa ni hafifu. Kwa hiyo ninapenda kuhakikishia kwamba mbegu ni ile ile, na hata kama kutatokea mabadiliko basi ni mabadiliko ya kuongeza kama mbegu iwe bora zaidi. Sisi tunataka kukaa sokoni miaka yote. Hatuwezi kusupply mbegu ya ovyo kwa mkulima. Na ndio maana leo mnaniona niko hapa. Kampuni inagharamia kila kitu kuhakikisha mimi ninawatembelea wakulima. Na mimi nikija kwa wakulima ninategemea nitakutana na changamoto, lakini tungekuwa tunafanya biashara ya kiuni, tungekuwa tunaishia huko mitaani, tusije tena. Ndio maana tunapita, tunakusanya na feedback kwa wakulima, kuwaonesha kwamba sisi tuko nao pamoja. Mkulima akiinuka na sisi tunainuka. Sawa sawa wakulima? Swali lingine, nimeshajibu swali la kuteua maduka. Vile vile najibu swali la mwalimu pale mstaafu, anasema tunapata shida gani kuweza kuwafikia wakulima vijijini. Sisi lengo letu ni wakulima. Kampuni ipo kwa ajili ya wakulima. Tunafanya kazi na mawakala. Lakini hilo la kusema kwamba kuwafikishia mbegu mpaka kwenye magala ya kijiji, huo sasa ni uongozi wa kijiji na afisa kilimo wa eneo husika. Mimi sioni shida kuwaletea mbegu hapa, lakini siwezi kumletea kila mmoja. Itakuwa ni gharama kubwa, na ndio maana nawaelekeza kwa mtu ambaye ninamletea mpaka pale store. Kwa hiyo ni jukumu lenu nyinyi wakulima. Kama kweli mmeamua kuitumia Pana, mnaweza mkajikusanya kwa majina na tukaangalia mnahitaji kiasi gani.
kuanzia nusu tani mpaka tani na kuendelea, mimi ninaweza kuwaletea hapa. Kwa hiyo sasa nyinyi wenyewe mkae wenyewe wakulima. Mwaka huu tunataka tupate pana hapa kijijini. Ila kama atataka mtu mmoja anataka kilo 20, mwingine kilo 40, nitamuelekeza aende kwa wakala wangu pale. Siwezi kufanya hivyo. Ila kama mmekaa vizuri mnataka nyingi kuanzia kilo 500 na kuendelea, nitawaletea hapa, hilo halina shida. Swala la kuitambua mbegu kwamba ni feki au original, nimewaelekeza namna ya kuwa makini. Nimewapa mfano rahisi tu kwamba kama noti ya shilingi 10,000 inaweza ikatengenezwa na ikaingia sokoni, itakuwaje hizo mbegu ambazo wanakuja kuwapitishia vichochoroni? Kwa hiyo ninawasihi wakulima, usinunue mbegu kwenye minada, usinunue mbegu kwa mtu anayetembeza. Nenda kwa wakala, nunua mbegu, dai receipt. Na unapopanda mbegu usione shida kuacha mbegu kidogo, sio hasara. Kama umepanda eka 10 na umenunua mbegu ya eka 10, unaonaje shida kuacha mbegu kidogo? Acha ili tuweze kujua kama ulinunua wapi na ni ya kwetu au sio ya kwetu. Swala la kutambua paketi zetu zinajieleza kabisa. Ukiangalia pale zinaonesha nembo ya kampuni, zinaonesha uthibitisho, zinaonesha uotaji. Kwa hiyo mimi nina imani kwa mtu ambaye anataka kuijua pana ataijua, na kama hivyo nilivyo hapa vipeperushi, unaweza ukakisoma hicho kipeperushi, usikiweke ndani, soma ukielewe. Ukishaweza kuelewa, hata kama mtu amekuletea paketi ambayo unahisi ni ya tofauti, unaweza kuelewa kama mbona iko hivi. Kwa hiyo nina imani nimejibu maswali yote. Na swali moja la ucheleweshaji wa mbegu. Kuchelewesha mbegu, sisi kwetu huwa tunakuwa tumejipanga vizuri sana. Labda itokee tu shida hapo katikati. Sisi tuna mbegu za kuuza mwaka mzima. Mbegu yetu hatuzalishia hapa Tanzania. Mbegu yetu inazalishwa Zambia na South Africa. Lakini magala yetu ya kanda zote kabla ya msimu yanakuwa na mbegu ya kuwatosheleza wakulima. Na tunafanya kazi kwa mujibu wa Wizara ya Kilimo. Kwa hiyo wizara kama imeturuhusu tuweze kufanya biashara, tuna imani tuna uwezo wa kuwafikia kila mmoja. Tuna imani tunaweza kuwafikia kila mmoja. Mbegu haichelewi. Na mwaka huu kwa kuhakikishia, mwezi wa 6 tunaanza kuleta mbegu. Na nilishaanza kuongea na mawakala wangu. Kwa hiyo mbegu ipo na hakuna mwaka ambao mbegu inaweza ikapotea. Mwaka jana labda kulitokea shida ndogo ndogo tu, lakini mbegu ilikuwepo. Muda ambao watu wa Sumbawanga walikuwa hawapati mbegu, Mbozi, Songea, Njombe walikuwa wanapata mbegu. Kwa hiyo mtajiuliza tu kama mwaka jana mliweza kupata shida, itakuwa ni shida labda ilikuwa ni kwa ngazi ya mkoa tu. Lakini mikoa mingine tulikuwa tunaendelea kufanya biashara. Sisi huwa hatuishiwi mbegu, mbegu ipo miaka yote. Kwa hiyo na imani nimelijibu. Kwa kutofautisha mbegu ya muda mrefu na muda mfupi. Hapo awali nimewaeleza kwamba kampuni ya Pana tuna mbegu za mahindi za kulingana na maeneo husika. Tunazo mbegu nyingi ambazo zinaitwa Pana, na unaweza ukashangaa mbegu ambayo inauzwa Sumbawanga nani Arusha haipo. Mbegu ambayo inauzwa Morogoro, Iringa haipo. Hiyo tumefanya utafiti kwa sababu tunataka mkulima alime na apate mazao. Tunaangalia maeneo yenye mvua nyingi, tunawapelekea mbegu ya muda mrefu. Maeneo ambayo yanapata mvua za wastani, tunawapelekea mbegu ya muda wa kati. Maeneo ambayo yanapata mvua kidogo, tunawapelekea mbegu ya muda mfupi zaidi ili waweze kupata mazao. Kwa hiyo ndio maana toka mwanzo na shamba letu pale linaonesha Pana 691. Kwa ukanda huu wa huku juu, Pana 691 ndio mbegu yenu. Sije ukapita huko mikoani umeenda kusalimia ndugu zako ukarudi na Pana ya siku 75 ukaja ukaweka huku ikakomaa ikapata matatizo ukalalamika ukasema Pana wameniuzia kitu ambacho sio sahihi. Kwa hiyo mbegu ambayo tunawaambia wakulima walime ni Pana 691. Kwa wale ambao wanalima bonde la Ziwa Rukwa walime Pana 15. Kwa hiyo hicho kipeperushi nilicho hapa kinajieleza vizuri sana. Usije ukanunua mbegu ukasema nanunua Pana tu. Kwa vile imeandikwa Pana ukanunua mbegu ambayo haiendani na eneo lako. Mbegu ya eneo hili ni Pana 691. Mbegu ya bonde la Ziwa Rukwa Mpanda ni Pana 15. Sawa sawa wakulima? Basi mimi niwaombe kuepukana na ili wimbi ambalo
na baadhi, sio wote, baadhi. Naona mwakilishi wa pana hapa amezungumza vizuri kwamba kuna mawakala hawazidi wanne nafikiri, si ndio? Ambao tunao hapa. Kwa hiyo ukienda kupata pale mbegu utakuwa umepata mbegu sahihi. Lakini pia ili kuondoa usumbufu mwingine, kama inawezekana, maafisa kilimo wenu tupo hapa. Tuna kituo pale ambacho bahati nzuri tuna store pale kubwa, inaweza kaingia hata tani 20. Sawa jamani? Kwa hiyo kama kuna uwezekano ili uwe na uhakika zaidi, basi ni nyinyi kujiunga katika kikundi. Sawa Kwa mfano hapa Pito, wakulima mnajiorozesha na pesa yenu, bwana sisi afisa tunataka mbegu yetu ifike pale Katumba kwenye kituo chetu. Hata kama muda wa kupanda bado, maana sisi tunaweza kukutunzia pale ukaachana kugombana na panya huko nyumbani. Sawa wakulima? Kwa hiyo cha msingi jiorozesheni. Sisi maafisa ugani wenu tupo. Tuna kituo pale cha kwenu, kile kituo kiko cha kata kile. Kwa hiyo tuna eneo kubwa tu la kuhifadhia mbegu pale, hata tani 30 pale zinaweza kukaa. Kwa hiyo mimi nafikiri tutawasiliana na mtu wa pana, lakini pia na nyinyi mkiwa tayari pana utatuletea mpaka pale kituoni kwetu. Hata mkitaka mpaka hapa kama kuna eneo la kutunzia. Kwa hiyo mimi niwatake tu kwamba kama mnataka mbegu bora kweli ambayo haijachakachuliwa, basi ni vema kampuni kawaletea moja kwa moja mpaka hapa kwa umepata kitu kutoka kwenye mikono salama ya kampuni. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wakulima, sisi tupo kwa ajili yenu. Tunashirikiana nao vizuri. Ubia wa sekta binafsi na sekta ya umma ndio panapoonekana sasa hivi katika kutatua changamoto ambazo zinampata mkulima moja kwa moja. Kwa hiyo kama kuna jengo la serikali pale, kwa nini mbegu zetu zote watu watakota kupanda pana, kwa nini zisifikie pale kwenye kituo chetu cha serikali, tukaziweka pale kila kijiji kikaje kachukua mzigo wake pale, baadaye kupata gharama tena nyingine ya kwenda kule. Lakini amezungumza kama nataka kilo 10, kilo 20, ni vyema ukaenda kwa wakala, kwa sababu hata wao gharama kuletea hapa itakuwa sio sahihi. Lakini mnapotaka kuanzia tani, nusu tani, tani 1, tani 2, na ninajua kata ya Pito tunalima sana. Mwenyekiti, mtendaji, lakini bado tuna zile kamati zetu zile za za pembejeo zile, kama bado ziko hai, sio mbaya tukazitumia zile kwa ajili ya kuorozesha majina, tukachanga na pesa yetu, tukamwita mtu hapana bwana, pesa yetu hii tunakulipa kabisa. Ombe hivyo, kuna sehemu nyingine wanafanya hivyo. Mzee Nyami, nafikiri Mzee Nyami ni shahidi. Kwa nini sisi tushindwe? Ili kujihakikishia kupata mbegu ambayo ina ubora unaotakiwa. Lakini kingine unaweza ukapata mbegu nzuri kweli, lakini je, unafuata zile kanuni za kilimo? Hata kama mbegu nzuri inaweza kufanya vibaya shambani kwako, alafu ukashangaa wenzako jirani yako imefanya vizuri, wakati ile namba kuzalishia ni hiyo. Kwa hiyo niwaombe pamoja kwamba na mbegu nzuri, lakini pia tuzingatie zile kanuni za kilimo ambazo tunafundishana mara kwa mara. Yaani ni muhimu kuliko mbegu bora. Unaweza kupata mbegu bora lakini usipozingatia kanuni za kilimo, maana yake hiyo mbegu bado itafanya vibaya. Kanuni sinazijua? Ziko. Sawa jamani? Kuna sehemu nyingine ukipita sasa hivi, yani hata kupita kwenye shamba huwezi kupita, mahindi nafasi wamebana. Sasa tatizo lake linakuja nini hapo? Kwanza unaingiza gharama kubwa. Ekari moja mambo utumie kilo 10, lakini wewe utabidi utumie kilo 13 mpaka 14 au 15. Kwa sababu zile nafasi umezibana. Kwa hiyo kiasi cha mbegu kinakwenda kingi. Labda utumie labda kilo 88 kwenye ekari moja. Maana yake utatumia kilo 88 zile, lakini mimea ile shambani imezidi. Kwa hiyo maana kuna mimea mingine utaipunja. Sawa jamani Kwa hiyo tupande kwa nafasi zilizopendekezwa. Zile nafasi hazijakuja tu kutoka sehemu nyingine, zimefanywa utafiti sehemu mbalimbali. Kwanza. Lakini ya pili, hata mahindi yanayobeba yanakuwa madogo madogo. Matokeo yake unaweza kusema hii mbegu fake. Sawa Kumbe kuna vitu fulani ambavyo umevikosea wewe mwenyewe au umejiongeza mpaka kupitiliza. Tunapanda mahindi. Kwa hiyo rutuba ya udongo pale inakwisha. Kwa hiyo afya ya udongo inakuwa ndogo. Kwa hiyo kutumia mbolea, lazima tutumie mbolea kwa ukanda wetu wote huu wa Rukwa ya Ufipa hii huku mlimani. Kwa sababu eneo letu tayari udongo wake umeshachoka. Na kiwango cha kutumia manake ni gramu 5 kwa kila shina moja. Tumeelewana Sasa ukitumia nafasi ya kupandia sentimita 25, sentimita 75 mstari hadi mstari na shina hadi shina,
ukatumia sentimita 30, hapo unapata mimea karibia 17,777 kwenye shamba la ekari moja. Maana yake kama kila mmea mmoja utapata gramu 5, sawa maana yake utahitajika hapo kilo 88 za mbolea. Tumeelewana Kilo 80 maana yake ni mifuko miwili kasoro kilo 2. Kwenye ekari moja kama utapandia ndio ututumie kilo 88. Utakuja kukuzia tena mahindi yanapofika futi 1 au saizi ya urefu kwenye magoti hapo. Utakuzia. Lakini kikawaida kabisa uchumi ukiruhusu na sheria iko hivyo na utaratibu uko hivyo, yanapofika kipindi cha kunyonga mbelewele, kabla hazijatoka mbelewele, unatakiwa tunaita kubebeshea. Lakini sisi tunaita ni kukuzia mara ya pili. Watu wengi wamezoea kuita kubebeshea. Sawa ndugu wakulima? Kwa hiyo pale ndipo utakapoiona pana hii. Ukifanya hivyo ndio utakuja kuiona pana hii kwamba ndio ile pana ambayo unaosema ya zamani, lakini pana ni ile ile. Sema tu kuna mapungufu fulani ya sisi wakulima, lakini pia kuna ujanja wa baadhi ya mawakala. Sawa ndugu wapendwa ya kuwaeleza ishu ya mbegu. Haraka ni mbegu kwa msimu mmoja inakaa miezi 6 tu. Mnalijua hilo? Okay. Nasema hivi, mbegu bora madukani inafaa ikae miezi 6 tu. Mnalifahamu hilo? Hamlifahamu Kupanda mwaka jana sifai kupanda tena. Atatoa maelekezo, nawaelekeza sasa. Okay. Yaani mbegu muda wowote unapoinunua. Labda ile mbegu nje pale imeandikwa imefungashwa mwezi wa 4 2015, labda mfano imeandikwa nje ya ule mfuko wake. Yani kwa mkulima inabidi uongeze miezi 6 mbele. Mmeshanielewa hapo? Akina mama mmenielewa? Rudia tena hapo. Yaani hapo hasa inabidi mahali niandike, mtanielewa zaidi. Nikiongea hivi hamwezi mtanielewa, au sio? Mmeshanielewa? Aha. Okay, ni kwa maana hiyo mbegu bora unayoinunua ile hakikisha haijakaa mwaka mmoja. Ndio hicho sasa inabidi mniulize utajiwaje hii mbegu imekaa muda gani dukani. Au sio? Okay, labda mbegu pale juu imeandikwa hii mbegu imefungashwa mwezi wa 2 mwaka 2015 mfano, labda imeandikwa nje ya kifungashio chake. Au sio? Ni kwa maana hiyo inabidi uongeze miezi 6 mbele uhesabu. Au sio? Wa 2, wa 3, wa 4, wa 5, wa 6. Au sio? Mmeshanipata hapo? Inamaanisha hiyo mbegu bora inafaa ununue ukapande shambani. Upande sasa. Hapo je, mmeshanielewa hiyo issue kwanza? Mmeshanielewa? Tutaliweka sawa wala sio mmeshanielewa? Tutaongezea hapo. Mbegu ili mradi mbegu nikapande inabidi unasoma information zote nje ya mfuko pale. Mmeshanipata? Kuanzia msimu ujao wa kilimo ziwe zina lebo ya mamlaka ya udhibiti wa mbegu. Mnaifahamu hiyo mnazifahamu? Yes. Hakikisheni yani mbegu zote mnazonunua madukani zina alama ya ubora wa udhibiti wa mbegu Tanzania imewekwa pale na nani yake ile mnaifahamu, itakuwa stika ile.
stika ile inakuwa nayo pale imeandikwa. Hakikisheni yani mbegu zote mnazonunua ziwe ina hiyo lebo jamani. Kwa maelezo nilipomfuatilia ni kwamba mwaka huu mwezi wa 6 tutakuwa umetuletea mbegu. Sasa na wewe umesema inatakiwa ipandwe miezi 6 toka imepakiliwa. Sasa huyu atakuwa amepakia lini aniletee mwezi wa 6 na mimi nipande mwezi wa 12? Haina shida mkuu wangu. Tupate maelezo hapa. Kilicho hapa tuwekane sawa. Nafikiri kuna wengine wameshaelewa, ameeleza vizuri sana, lakini uwezo wa kuelewa huwa tunatofautiana, si ndio Kuelekeza dada ameelekeza vizuri sana. Yaani kwamba katika uzalishaji wa mbegu, sawa kuna kanuni za kufata ili iitwe mbegu. Unajua kuna mbegu alafu kuna nafaka au chakula. Sawa Sasa zinazokuwa fake hizi maana yake uliuziwa chakula, haujauziwa mbegu. Kwa sababu mbegu kuna utaratibu wake kuzalisha ili iweze kuitwa mbegu. Na mbegu ina sifa bora zisizopungua 5 na kuendelea kutokana na kampuni husika inayozalisha mbegu. Sawa Kwa hiyo dada alichokuwa nakizungumzia hapa ni ule muda wa kutoka siku imezalishwa, lakini siku wamepaki, sawa wametia katika mifuko yetu ya kilo 2 sawa Sasa kuanzia pale kuna tarehe inaandikwa. Yaani katika mbegu yoyote ile utakaonunua ambayo imezalishwa katika ubora unaotakiwa na wamefuata taratibu, lazima utakuta lebo pale, kibandiko. Kibandiko kinakuonyesha hii ni aina gani ya mbegu. Sawa Kama ni pana 691. Sawa Kwa sababu pana unazalisha nyingi mbegu, si ndio? Kwa lazima iseme pana 691. Sawa Lakini kinachofuata ni kampuni gani imezalisha. Lazima kuwe na jina la kampuni kama ilivyokuwa nini? Pana yenyewe, si ndio Lakini katika kibandiko hiko kuna kuwa na kitu kingine tena kinaonyesha uwezo wa kuota ile mbegu. Sawa Kwa kitaalamu inaitwa germination percent. Utakuta wameandika 95%. Sawa Kwa hiyo ianzie pale kwenda kule. Yaani kuanzia 95 kwenda 100. Wengine wanakuandikia 98% uotaji. Asilimia hii maana yake nini? Kwa mfano una mbegu zako 100. Mbegu zako 100 zile utazipanda. Ukishazipanda utaanza kuhesabu yale mashina mangapi yameota. Yaani pale inatakiwa kisheria kama walikuandikia 95% ya uotaji, maana yake walau punje 95 ziwe zimeota katika zile punje zako 100 ambazo ulizipanda kwa ajili ya kuzijaribisha. Sawa wakulima? Hapo tumeelewana Lakini kuna vitu vingine katika kile kibandiko. Sasa akasema kwamba miezi 6. Sasa mbegu ni kiumbe hai. Mimi siwezi nikampangia mtu yeyote hapa kwamba wewe utakufa kesho. Sawa Kufa kwake kesho ni majaliwa Mwenyezi Mungu au wewe mwenyewe utakavyo cheza vibaya na maisha yako hapa. Si ndio Ndio sawa na mbegu. Mbegu huwezi kuipangia bwana hii mbegu mwisho kuuzwa mwakani au miezi 6 au miezi 7. Hapana, itategemea na kwa jinsi ulivyoitunza. Kwa hiyo mbegu inaweza kukaa hata miaka 3 ukaja kupanda ikaota. Lakini inatakiwa nini? Kwamba wewe uitunze katika yale mazingira ambayo yanayotakiwa kutunzwa. Mbegu kila siku unaianika juani hapa. Hiyo hata miezi 6 inaweza sifike. Unaweza kukuta ndani ya wiki tu mbegu ukipanda haiwezi kuota. Tumeelewana Na alichokuwa akizungumzia dada kwamba hii miezi 6 au miezi 7 kuna ile kampuni yenye mamlaka. Sawa Yenye mamlaka kudhibiti ubora wa nini? Wa mbegu. Kila baada ya miezi 6 au 7 inatakiwa ile mbegu ije ipimwe. Kama ipo kwa wakala pale, wale wanakuja wakaguzi, wanachukua sample pale. Yaani mbegu kiasi kwenye wanaweza kuchukua katika mfuko mmoja. Wao wakaenda kwenda kuijaribisha uotaji wake. Je, inafaa kuendelea kuwa sokoni? Kama haifai kuendelea sokoni, basi utamwambia bwana, hii mbegu yako sasa hivi imeshapoteza ubora wa kufanyaje? Wa kuota. Kwa hiyo sasa hivi iondoe dukani kwako, wasije wakulima kachukua afu wakaenda kupanda kule isiote. Kwa hiyo kuna mamlaka husika zipo na wakaguzi wapo kwa ajili ya kufuatilia uwezo wa kuota tokea siku iliyooteshwa, yani tokea siku iliyozalishwa, siku waliofungasha na mpaka siku ambao wao wanakuja kuijaribisha ile mbegu. Kwa hiyo yani usije ukapata wasiwasi kwamba jamaa anatuletea mbegu mwezi wa 6 au wa 7 na leo unakuja kupanda mwezi wa 12. Si ndio
ila kuna utaratibu kila baada ya miezi 6 hadi 7 tangu ilivyozalishwa inatakiwa ije ikaguliwe, je ina uwezo bado wa kuota. Kwa ndio maana unakuta mbegu hiyo kuna duka lingine unaweza kukuta anaambiwa wewe hii ondoe sokoni. Wamepewa wakati mmoja na mwingine anaambiwa wewe hii endelea kuuza. Sasa ile imefanyaje? Imetokana na jinsi alivyoweza kuhifadhi katika mazingira bora. Sawa wakulima? Pamoja na maelezo yote yaliyoelezwa, nataka niongezee kitu kimoja. Hivyo ndivyo ilivyo. Kama mbegu ni kiumbe hai, kinaweza kikazalishwa jana kikafa leo kulingana na ulivyotunza. Na ndio maana tunawaambia wakulima wakinunua mbegu wahifadhi kwenye store zao safi. Unaweza ukanunua mbegu kaenda kuweka ndani ikapekechwa au ikapoteza uotaji kulingana na joto lililoko ndani. Sasa kwa sisi kampuni tunafuata sheria zote za nchi zinazoagizwa na wizara. Kwa maana hiyo mbegu yetu nimesema toka awali kwamba haizalishwi Tanzania. Inavyoingia tu hapa Tanzania tunapeleka sample kwa taasisi husika, wanaipitia na wanatupa kibali cha kuuza. Na ndio maana mawakala wangu wote hapa Sumbawanga na Mpanda ninapomshushia stoku ya mbegu lazima awe na certificate, lazima awe na cheti kinachothibitisha kwamba hii mbegu inaota na imeruhusiwa na serikali kuuza. Na hata wale wakaguzi wanapopita wakikosa hicho cheti anakuwa amekosea kisheria. Mimi ninahakikisha muda wote wanazo hivyo vyeti vya kuonesha ubora wa mbegu na kuhakikisha kwamba sisi tunazingatia sheria kwenye kumanage mbegu. Msimu unapoisha na kusanya mbegu zote na zirudisha store kwa ajili ya tena kuchukuliwa sample kwenda kupimwa ubora wake. Ukienda saizi Sumbawanga kaulize kama utapata mbegu ya pana 691. Huwezi kupata, nishakusanya zote. Zimerudi store kwa ajili ya kwenda kuhakikiwa uotaji wake. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi. Ukienda kwa wakala ambao nimekuambia hapa, ujue kwamba ana mbegu ambayo imethibitishwa na serikali. Sisi huwa tunathibitisha mbegu zetu kila baada ya miezi 4, lazima tupeleke sample kwa taasisi husika na tunapewa cheti na tunaruhusiwa kuuza. Kwa hilo msipate wasiwasi. Labda watapata shida kwa wale ambao wananunua mtaani. Ukinunua kwa wakala wangu ambaye nimekuambia kwamba anauza, hata ukimuomba kile cheti ukitazame atakuonyesha. Asanteni sana. Mbolea zimeshapoteza ubora wake, ni mchanga tu ule unachukua unaweka kule alafu unaona hakuna chochote. Mnalalamika, bwana hii mbolea ni fake, sijui imefanya nini. Hapana, ile mbolea imekuwa imeshaharibika. Msinunue mbolea za kupima jamani wakulima wangu, nawapenda. Msinunue kabisa. Mimi naitwa Nduguru Brody Nyami, ni mkulima kijiji cha Pito. Vile ni mfugaji, lakini mimi naifahamu mbegu hii hapana. Mbegu hii hapana 691 nimeipanda katika eneo langu na inafanya vizuri sana. Mbegu hii ukipanda kwa nafasi zinazotakiwa, yani mstari na mstari sentimita 75 na shimo sentimita 30, uzaaji wake, na ukaitunza vizuri, ukaipanda mapema mwanzo wa msimu, alafu ukaweka mbolea kupandia, hatimaye ukapalilia baada ya siku 14, na hatimaye baada ya muda mfupi ukaiwekea mbolea ya kukuuzia, uwezo wa uzaaji kama tunategemea kwamba tutafikisha gunia 30 kwa ekari moja. Kwa hiyo hii mbegu iliyokuja kwa sasa hivi, mbegu ya pana, ni mbegu bora na ni nzuri sana, na inaweza kumkomboa mkulima, kwa sababu wastani wa uzalishaji wa gunia moja la mahindi kama umeilima kitaalamu ni shilingi 31,000. Na kama unaweza ukavuna gunia 30 kwa bei ya sasa hivi, manake una uwezo wa kupata zaidi ya shilingi milioni 1. Kwa hiyo kama ulinunua mbegu kwa shilingi 60,000, nadhani utakuwa umeshapata faida. Na hakika kabisa kwamba wakulima wakitumia hii mbegu ya pana vizuri na wakaitunza vizuri mashambani mwao, nadhani ukombozi wa mkulima utakuwa karibu sana. Mbegu pana 691, mbegu ambayo asilimia zaidi ya 98 ya wananchi wa mkoa wa Rukwa wanaamini inawapatia kipato kizuri na inainua kipato cha kaya. Hivyo tunapenda kuambia wakulima wa mkoa wa Rukwa kama pana tupo na hatujawahi kutoka na tutaendelea kuwahudumia. Mbegu ipo ya kutosha
na wakulima wanajionea kama hivi shamba darasa kama hivi limekubali sifa zote tunazoeleza kwenye vipeperushi ziko hapa shambani. Kwa hiyo ninawasihi wananchi wa mkoa wa Rukwa waendelee kuwa na imani na Pana, waendelee kulima Pana.